Zubeda Sakuru ameongezewa mkataba kuendelea na nafasi hiyo ya kuwa mtendaji mkuu wa klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba, pasipo na baadhi ya wajumbe wa bodi ya wakurugenzi Simba kujua. Mkataba wa CEO wa awali ulipaswa kuisha Julai 2025. Alafu bodi ijadili upya kuendelea kwa mtendaji huyo wa klabu ya Simba kuendelea kuwepo kwenye kiti hiko cha kuwa mtendaji mkuu wa klabu hiyo ya Simba. Sasa taarifa hizi zimezua taharuki kubwa kweli huko, na kila mmoja akijaribu kuzungumza lake, na kila mmoja akijaribu kutanabaisha vile ambavyo yeye anavyofahamu ama vile ambavyo yeye alivyokuwa amekuwa na majawabu hayo. Mmoja kati ya mchambuzi mkubwa Tanzania, jina lake nimelihifadhi hapa, anasema kwamba nani kumuongezea kama wajumbe hawajui. Hili swala la mtendaji mkuu si imesemekana kwamba bongezewa mkataba, na mkataba huo baadhi ya wajumbe hawajui kama CEO ameongezewa mkataba wa kuendelea kuihudumia klabu hiyo ya Simba. Sasa maswali yamekuwa ni mengi. Mwingine anasema kwamba nani wa kumuongezea huo mkataba kama ni wajumbe wenyewe hawajui, na ili hali hawa wajumbe ndio wanapaswa kujua kwamba mtendaji mkuu ameongezewa mkataba, lakini swala hilo limeongezwa mkataba pasi kuwa na wajumbe kuwa na taarifa hizo. Mwingine anasema kwamba hizo ni bahasha. Mtoto maamuzi ya mwisho kwenye bodi ni nani? Mwenye maamuzi ya mwisho kwenye bodi ni nani? Kwenye bodi ya wakurugenzi tafsiri ni kwamba lazima kuwe na mjumuisho wa wajumbe wa bodi ya wakurugenzi kwa upande wa mdhamini ama mwekezaji, na kwa upande wa wanachama, wajumbe wa wanachama, akiwepo mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi ambaye ni mzee Magori, pamoja na mwenyekiti wa wanachama wa klabu hiyo ya Simba mzee Murtaza Ali Mangungu. Sasa kuna baadhi wengine viongozi taarifa hiyo hawana kwamba ameongezewa mkataba, na mkataba huo imekuwaje kuongezewa huo mkataba. Mwache kipenzi cha bosi, saizi za muyenu kupingana wenyewe kwa wenyewe, kila mtu kwa masilahi yake. Wewe unauliza kama nani? Kama ni mjumbe, je, unalipa mshahara? Kama hulipi, tulia. This is Tanzania. Majibu hayo ya wadau wakiendelea kuchagiza kile ambacho kilichokuwa kimeendelea kuzungumzwa mara kwa mara kwa baadhi ya kadhia zinazoendelea hapo. Lakini pia mashabiki wa Simba wanahoji kwamba kikosi hiki cha Simba kiliweza kusajiliwa na moja kati ya kocha aliondoka katika madaraka hayo ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Na wote sisi tunafahamu kikosi hiki cha Simba kilisajiliwa na South Africa, ama ni raia kutoka pale Afrika ya Kusini, Fadlu Davis. Sasa kuna taarifa hapa ninazo bwana, naomba ni-share na wewe mdau wangu, na mimi niko hapa kwa ajili ya kushare na wewe, kwa sababu wewe ndiye bosi wangu ambaye naweza nikashare na wewe, na wewe pia ukaweza kupata hizi taarifa kwa undani zaidi. Anaitwa Dickson Musa, anasema Simba Mungu awabariki. Sawa, umuombea dua Simba. Mwingine anaitwa Wolf Ndunguru, anasema nawatakia safari njema wana Simba. Mohidi Lume anasema muda Mola ibariki klabu yetu ya Simba. Hayo ni maoni ya wadau ambao wameweza kunitumia kwenye kurasa yangu ya YouTube hapa. Nilikwambia mara ya kwanza kikosi hiki cha Simba ambacho unavyokitazama kilikuwa kimesajiliwa na kocha Fadlu Davis, ambaye kocha huyu aliweza kuondoka kwenye klabu ya Raja Athletics Club ama Raja Casablanca pale nchini Morocco. Sasa ninazo taarifa hapa zikieleza kwa mujibu wa taarifa nilizokuwa nazo. Naomba ni-share na wewe, naomba nawe pia baada tu ya kushare na wewe, ili na wewe uweze kunekea ujumbe wako mfupi hapo. Umeweza kuelewa hii taarifa ama imekuwaje?
Na nukuu kile ambacho kilichoweza kunukuliwa kwenye kurasa mbalimbali za mitandao ya kijamii, na anza kama ifuatavyo: haijalishi itakavyokuwa mbeleni huko, ila hata kama ikitokea huyu kocha Dimitar Patev kabeba ubingwa wa CAF Champions League, ligi kuu ya NBC Premier League au kombe la CRDB Federation Cup, kwangu itakuwa ni mtu wa mwisho kukubali kama huyu ni kocha wa viwango vya Simba Sports Club. Hauwezi kumpima kocha kweli kwa kubeba ubingwa wa Cameroon ama Botswana. Hayo mataifa ligi zao ni dhaifu sana ukilinganisha tu na ligi kuu ya Tanzania bara. Sasa itakuwaje kwenye CAF Champions League? Si ndio balaa? Kocha anaenda mechi ya pili, anaanza mechi bila kuwa na mshambuliaji. Alianza mechi dhidi ya JKT Tanzania, ila baadaye akachomoa na kupata ushindi wa magoli 2-1 na kuonekana shujaa, na leo tena kaanza hivyo hivyo, mwisho kufungwa na akaanza kuwajaza washambuliaji nani, mara Jonathan Soa na Steven Desemu Kwala, ili waje kusawazisha goli. Wakati ungeanza nao wangekupa mabao na kutangulia wewe. Simba ambaye alikuwa mbabe pale Benjamin Mkapa, heshima yake inaanza kushuka taratibu, na inaenda kuwa ni kawaida kwake kupigwa nyumbani, barazani, iwe uwani, hata chumbani. Simba kwa Benjamin Mkapa, ukilinganisha na miaka yote iliyoweza kupita huko nyuma, Benjamin Mkapa kwa upande wa Simba ilikuwa ni uwanja kama machinjioni. Ametoa mfano hapa kama Kisutu. Wishoni kwa yote, aliyeshiriki kwenye kumuondoa Gafa Fadlu Davis, basi amewahujumu wana Simba wote. Najua haiwezi kuwa ni rahisi kocha asajili project alafu atake kuondoka. Lazima kuna jambo nyuma yake limefanyika ambalo limemsukuma kufanya maamuzi kuondoka kwa mashindano ya CAF Interclub. Lazima uwe na kocha mwenye mipango na mbinu za kujua mechi ili kupigania nini na mechi ili tunataka nini. Umeelewa kitu hicho ambacho kilichoorodheshwa hapo? Sasa kuna baadhi ya minongono huko inavyosemekana, kuna baadhi ya minongono huko wanasema kwamba yule aliyeweza kumwekea fitina Fadlu Davis kuondoka kwenye klabu hiyo ya Simba, basi Mungu anamuona. Wana Simba huko kuna waka moto. Wanasema kwamba yule aliyeweza kumfanyia fitina kocha raia kutoka Afrika Kusini Fadlu Davis, basi cha moto atakiona, kwa sababu wao waliamini ya kwamba kocha Fadlu Davis yeye ndiye aliyeweza kusajili kwa wachezaji wote ambao hivi sasa wanaoonekana kwenye kikosi hiko cha Simba. Iweje kocha huyo aliyeweza kuwasajili wachezaji takriban wachezaji 10 na leo kocha huyo ameachana na klabu hiyo ya Simba na kuondoka? Lakini kuna hoja ya msingi hapa. Kipindi nasoma huu jumbe wa moja kati ya wadau waliweza kunitumia. Utamletaje kocha ambaye hana vigezo? Yaani unamleta kocha aifundishe klabu ya Simba ili hali Simba iko nafasi ya 5 kwa ubora barani Afrika. Iko nafasi ya 5 kwa ubora barani Afrika, alafu inamleta kocha ambaye leseni yake haimruhusu kukaa kwenye benchi la ufundi kuwa kama kocha mkuu. Lakini leo amekuwa kama kocha kivuli. Kwenye uwanja wa mazoezi yeye ndiye kuweka projekti zake, na kwenye benchi la ufundi yeye anasimama kama kocha, lakini kocha mkuu kwenye vile vyeti na CAF pamoja na bodi ya ligi inayemtambua ni kocha Selemani Matola. Kwa ukubwa wa Simba na ubora wa Simba, fanbase iliyokuwa nayo Simba na ukubwa wake kwa Afrika kwa ujumla, leo Simba kuwa na kocha ambaye hana vigezo, hili ni tatizo kubwa sana. Ameorodhesha hapa ukilingana na matatizo ambayo yanaendelea kuikabili klabu hiyo ya Simba. Ndani ya klabu hiyo ya Simba kuna madudu mengi yanayofanyika hapo, na kila mmoja madudu hayo akiwa anayavumilia
kwa kadri vile ambavyo ilivyokuwa ikionekana. Maana muda wangu wa michezo kuna mambo mengi yanaendelea pale.